Ni kweli Jonathan Soa tulimsimamisha kutoka kwenye kambi yetu. Mwezi wa 3 tulisafiri kwenda Dodoma, kwenda kucheza na Dodoma Jiji. Tukiwa pale, tukiwa na Soa akaamrishwa atoke kambini na kurejea Dar es Salaam. Na Soa alikuwa akituhumiwa kwa makosa kadha ya utovu wa nidhamu, ambayo ni malalamiko yaliyokuja kutoka kwenye benchi la ufundi. Baada ya pale akarejeshwa kutoka Dodoma, akarejea Dar es Salaam kusubiri taratibu za klabu ziweze kukamilika na hatimaye haki yake iweze kupatikana. Baada pale akawa amepelekwa kwenye kamati ya nidhamu ya Simba Sports Club, ambayo inaongozwa na mwenyekiti wake Kamanda Kova. Soa akaitwa mbele ya kamati, akasomewa mashtaka yake yote ambayo yanamkabili, na yapo ambayo amekiri na mengine akatoa maelezo. Na baada pale kamati ikajiridhisha ya kwamba mchezaji huyu ana makosa ya utovu wa nidhamu. Baada ya kujiridhisha huko akapewa adhabu. Adhabu ya kwanza ni faini, na adhabu ya pili ameamrishwa aende akafanye mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Adhabu hii inaanza mara moja kuanzia hivi sasa, na atakuwa akifanya mazoezi na timu yetu ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ikiwa ni kipindi cha matazamio kumwangalia kama kutakuwa kuna mabadiliko yoyote ndani yake kwenye upande wa nidhamu, basi adhabu yake hiyo itaisha na atarejea timu kubwa kuendelea na majukumu yake kama kawaida. Kwa hiyo huo ndio mustakabali wa Soa na Simba Sports Club, ya kwamba yupo kwenye kuitumikia adhabu yake aliyopewa, ambayo ni kufanya mazoezi na timu ya vijana chini ya umri wa miaka 20. Of course, mimi nilikuwa nimesema toka hapo mwanzo kwamba katika mchakato wa usajili wa Simba kwa msimu uliomalizika kukaribisha msimu mpya wa 2025 2026 ulikuwa ni mchakato ambao kwa Simba hawakuwa wako vizuri sana kwenye masuala ya usajili. Na ukiangalia kumsajili Jonathan Soa ilikuwa ni chaguo la Young African kwa mara ya kwanza, kwamba walikuwa na plani kuweza kumsajili aweze kujiunga katika klabu ya Young African. Lakini baadaye Yanga waliweza kugairi mpango wao na wakatoka hadharani kusema kwamba hawezi kufiti katika program zao. Lakini wengine walienda mbali zaidi, wakabaini kwamba mwenendo wa kinidhamu wa Jonathan Soa hawezi kuendana na mkakati uliokuwa nao Young African. Na kitendo ambacho alikifanya Jonathan Soa pasipokuwa na wasiwasi wowote katika fainali ambayo ilifanyika pale Zanzibar ya CRDB Federation Cup, Yanga dhidi ya Singida Black Star, kwa kosa ambayo ilifanya Jonathan Soa mpaka kupewa red card katika mchezo ule, uliashiria kabisa kwamba ni mtu ambaye Yanga wasingeweza kwenda naye sanjari katika msimu huu wa mwaka 2025-2026, na ndio maana waliweza kuquit hewani kwamba bwana, hii deal sisi tunai-cancel. Lakini baadaye Simba walikuja wakasema kwamba sisi Jonathan Soa anatufaa sana na ana nidhamu nzuri sana, na kama ikitokea nidhamu yake inatushinda basi atatumia nidhamu ya Kibu Denis. Sasa kinachoongelewa sasa hivi, Kibu Denis ambaye alikuwa amekuwa kama spare tire kwa ajili ya kuweza kutumia nidhamu yake Jonathan Soa, Kibu Denis hayupo ndani ya Simba Sports Club. Sasa kama spare tire haipo na yeye pia ndo anaitegemea hiyo nidhamu aweze kuitumia, hiyo nidhamu ya akiba haipo, yeye anabaki vipi ndani ya Simba Sports Club? Kwa ukweli ni kwamba Simba kwa sasa hivi wanakula kile ambacho wao waliweza kukipanda na wanavuna kile ambacho wao waliweza kukipanda. Hiki hakijao kwa bahati mbaya, ni wao wenyewe katika mipango yao, katika programu zao waliweza kuwa na mipango ambayo ni hafifu, mipango ambayo kwa sasa inakwenda kuwagharimu. Ukiangalia Jonathan Soa toka afike Simba Sports Club, idadi ya mechi alizocheza ni mechi chache sana, kwa sababu ukiangalia ndani ya kuitumikia Simba amekumbana pia na lungu la kamati ya masaa 72, ameuzuiwa mechi 5 kuto kucheza. Lakini pia kuja kuangalia katika mechi zote ambazo amezitumikia ndani ya Simba za kimataifa na mechi za ndani, idadi ya magoli hajafikisha hata magoli 5.
Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba hajakuwa na faida ndani ya Simba ukimlinganisha hata na Alan Okello, ambaye Alan Okello huyu ameingia kwenye dirisha dogo, ameweza kufunga magoli 2 katika NBC Premier League, ameweza kutoa pasi saidizi 4, amehusika katika magoli 6 ya mchango wake miguuni mwake yeye kama yeye. Lakini Jonathan Soa ambaye alikuwa toka mwanzoni mwa msimu, toka Simba Day mpaka hivi sasa hajafikia katika hiyo takwimu. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa upande wa Jonathan Soa ni moja kwa moja ni hasara upande wa Simba Sports Club, na hiki ambacho wanakiamua sasa hivi kuweza kumpa mashinikizo ya kinidhamu, tafsiri yake ni kwamba wanakubali makosa ambao waliyafanya hapo mwanzo, kwamba hawakuwa sahihi kuweza kumsajili Jonathan Soa katika kikosi chao cha Simba Sports Club. Okay, kwa upande wa Simba labda usajili wake tunaweza tukasema kwamba walikurupuka kumsajili kwa sababu Yanga nao walisadikia kwamba walimhitaji lakini hawakumchukua. Hii Simba kama walikurupuka, ukisema kukurupuka moja kwa moja utawakosea adabu Simba, kwa sababu wana management ambayo inahusika na masuala ya usajili, lakini pia huwa wanajipanga kwa msimu unaofuata. Lakini pia kitaasisi kuna vitu ambavyo vingine vinakuwa nje ya mpango. Ukiangalia kwa msimu uliopita Simba katika sekta ya usajili walikuwa wako kimya sana, na kuna kipindi inaonekana kulikuwa na kitu ambacho hakiko sawa ndani ya management ya Simba, kwa maana ya kwamba tajiri ambaye anatoa fedha ya usajili, lakini pia hata benchi la ufundi la Simba lilikuwa halipo katika utulivu wa kutosha. Fadlu Davis ni kweli yeye ndo ambaye alikuwa anapendekeza majina nani asajiliwe nani asisajiliwe, lakini pia kuja kuangalia katika upande wa uongozi haukuwa tayari kuweza kutoa moja kwa moja fedha ya kuweza kuwezesha usajili huo. Kwa hiyo unakuja kuona kwa Jonathan Soa, kwa sababu ni mshambuliaji ambaye anaweza kukupa kitu kwenye eneo la mwisho, ni mshambuliaji ambaye anaijua ligi ya Tanzania, ni mchezaji ambaye anawajua wachezaji wa Tanzania, viwanja vya Tanzania. Kwa hata kwa Simba wao walikuwa wameopti vizuri kuweza kumsajili, lakini kwenye engo ya nidhamu ndio maana Yanga walikuwa wameweza kukimbia haraka zaidi. Kwa hiyo tafsiri ya haraka ni kwamba Yanga walijipanga kwenye usajili kuliko Simba Sports Club. Kwa sababu gani? Kwa sababu wa kuweza kumfikiria mchezaji A na kuanza kumdiscuss kwamba je, atatufaa katika eneo moja, eneo lingine, eneo la pili, maisha binafsi, nje ya uwanja, ndani ya uwanja inakuwaje. Simba hizo nafasi walizikosa. Kwa sababu gani? Walikuwa hawapo katika mchakato wa usajili, wanakuja kukurupuka katika eneo la usajili, tayari muda ulikuwa ushapita. Kwa hiyo ina maana kwamba yeyote anayekuja mbele yetu sisi tunamchukua, tunamweka kwenye kikosi. Kwa hiyo kwa staili hiyo ndicho ambao kosa kubwa ambao alifanya Simba Sports Club. Kwa jinsi tunavyomtazama Jonathan Soa, ataweza kustahimili ile adhabu ambayo amepewa ya kukaa kwenye vijana? Kama anahitaji kazi yake inabidi aweze kufanya hivyo, kwa sababu Simba hii ambao wameweza kumfanyia kwamba kitendo cha wao kuweza kumpa adhabu hiyo, tafsiri yake ni kwamba wanatambua kwamba ili uweze kuwa mchezaji wao wanakupima kwanza. Je, utakuwa tayari kusikiliza kile ambacho wao watakwambia? Kama utakuwa uko tayari kusikiliza kile ambacho watakwambia, basi wanaweza kurudisha kwenye kikosi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa adhabu hii ni adhabu ngumu kwa Jonathan Soa, lakini pia ndio sehemu yaweza kufanya malipizi, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa unaungama lazima pia uweze kupewa malipizi ili uweze kusamehewa dhambi zako au uweze kusamehewa makosa yako, basi inatakiwa uweze kufanya 1, 2, 3. Kwa hiyo hiki ambacho kinafanyika ni malipizi ya makosa ambayo aliweza kuyafanya. Kama anaweza kuweza kuyafanyia kazi, tafsiri yake ni kwamba amekubali makosa yake na yuko tayari kurudi katika mstari na kuweza kujumuishwa katika kikosi cha wakubwa cha Simba Sports Club. Nini ambacho Simba watakao wakifanya juu ya Jonathan Soa tunapoelekea mwisho wa msimu huu, lakini pia na kuingia katika msimu mpya kwa maana ya usajili mpya? Simba wanachotakiwa kufanya kwa sasa, msimu unapoelekea mwishoni, wajiandae kwa ajili ya kuweza kumpata mshambuliaji ambaye anaweza akawa na quality ya kufanana na Simba Sports Club, kwa sababu kwa sasa wanasafa kwa kiwango kikubwa sana. Wanamtegemea Suleiman Mwalimu, well and good, ni mshambuliaji mzuri, lakini kuna vitu fulani ambavyo anatakiwa aweze kupata changamoto kwa mshambuliaji wa katikati pase ambaye anaweza kawa na clinical finisher ambaye anaweza kaisaidia Simba kwa namna moja au nyingine. Lakini kinyume na hapo ni kwamba itakuwa ni sehemu ambayo leo upo shamba, kesho upo gereji, kama gari bovu yani. Leo upo shamba, kesho upo gereji. Kwa Jonathan Soa simuoni tena akiwa ndani ya Simba kuja kuwapa kile ambacho wao walikuwa wanategemea kukipata. Kama wanaweza kutibu tatizo hilo, maana yake ni kwamba wamtafute mbadala wa Jonathan Soa mapema iwezekanavyo, ili kwa msimu ujao kama yataendelea haya toka ingia tayari watakuwa na mbadala ambaye anaweza akawasaidia Simba kuweza kufika katika eneo ambalo wao wanaweza kulihitaji.